Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa tena nafasi hii ya kukutana kupitia ukurasa huu. Niko hapa nisome neno la Mungu kutoka kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: usigeuke kwa kuume wala kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Usigeuke kwa kuume wala kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Biblia inatukumbusha na kutuonyesha namna ambavyo uovu au maovu yanaweza yakamzunguka mtu kwenye maisha yake, au watu waovu wanaweza wakayazunguka maisha yake kwa njia mbalimbali, na kukawa na matokeo mabaya kwenye maisha yake kwa sababu ya uovu uliomzunguka, naye akawa ni mshirika wa kufanya uovu. Uovu ni hali ya kumwasi Mungu na kuacha kufuata maelekezo ya Mungu, na waovu hawataurithi ufalme wa Mungu. Waovu wanaweza wakafanya mambo yao ambayo ni mabaya katika ulimwengu huu, yakaleta madhara yamkini hata kwa watumishi wa Mungu. Kanisa lisipokemea maovu bila kuogopa au kuangalia nafasi za watu, kanisa litamezwa na uovu. Watumishi wa Mungu watamezwa na uovu. Maana yake maovu yamekuwepo duniani, yamekuwepo kwenye familia zetu, yamekuwa katika mazingira mbalimbali ambayo tumekuwa nayo. Maana yake ni kwamba kanisa lisipoamka likaomba Mungu, uovu unapotawala, uwe na uhakika kwamba utukufu wa Mungu sio tu umepungua, umeondoka. Na kama utukufu wa Mungu upungua na kuondoka, basi Mungu hushuka kutetea jina lake. Kwa nini? Yeye sio mwongo. Ikifika mahali ambako watu wataabudu miungu migeni, wataweka imani zao kwa miungu migeni, wataweka mategemeo yao kwa miungu migeni, na kanisa na watumishi wa Mungu kama hawataukemea huo uovu kutoka ngazi ya familia, ngazi ya eneo husika ya kanisa, lakini hata ngazi ya taifa, basi maovu huendelea kumea na huendelea kushamiri, na watu wakafanya uovu ni kama sehemu ya maisha yao. Wakafika mahali pa kutokumwogopa Mungu, kama ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora, lakini kama ilivyokuwa kipindi kile cha Nuhu. Mungu ambacho anafanya ushukaga kulitetea jina lake, kwa sababu alisha hapa akasema, sintashindana na mwanadamu tena, kwa sababu hana tofauti na mnyama. Kwa hiyo uovu uliopo katika mazingira ulionayo wewe kama mtumishi wa Mungu, uovu uliopo kwenye familia yako, usipokemewa huo uovu, maana yake uwe na uhakika kwamba uovu una uwezo wa kukumeza ungali unaishi. Kwa nini? Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Ni wengi ambao wamekufa kiroho japo maisha yao kimwili yanaendelea. Biblia inasema usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Maana yake maovu yametuzunguka kila mahali. Tuna watu ambao wamekubali kumtumikia shetani kwa maisha yao yote, na wanaweza wakawa ni watu wenye nafasi mbalimbali. Uovu unaweza ukabisha hodi mpaka kanisani kwa nafasi mbalimbali ambazo watu watakuwa wamepata au wamepewa, lakini ni mawakala wa shetani. Ghafla ukaanza kushangaa ni kama mifumo inafumuliwa na inabadilishwa ili uovu uendelee kuchukua nafasi. Sasa hapa ndio unaweza ukaona taratibu mbalimbali. Dhambi haiogopwi. Watu wamekuwa ni watu wabaya, wakiweza kuona maovu ni kama sehemu ya maisha yao, wakiyapigia chapuo kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji nini? Tunahitaji kuyakemea maovu katika ngazi zote, bila uoga, bila kuangalia huyu ni nani, anafanya nini,
ana nafasi gani? Kanisa peke yake ndio lenye nafasi ya kusema kwa habari ya maovu, kwa sababu Kristo alipotupa ridhaa, alipokupa ridhaa ya kuzungumza kwa habari ya jina lake, maana yake ni mtakatifu. Biblia inasema usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Usigeuzwe na chochote ukaacha kuisema kweli ya Yesu Kristo kwa sababu ya kumwogopa mtu, kuwaogopa watu, au kinywa chako kikazibwa kwa sababu ya nafasi unayoitegemea au ya fedha zinazoitwa majina mengine kama sadaka na vitu vya namna hiyo, vikasababisha ukamwasi Mungu. Sauli aliwahi kuwaogopa watu alipotumwa na Mungu akawaangamiza Amaleki. Badala ya kumwangamiza mfalme Agagi pamoja na watu wengine, alimchukua Agagi kama mateka, akachukua na nyara, akachukua na mifugo. Alipofika akaulizwa ni nini alichokitenda. Biblia inasema Mungu akamkataa Sauli, na Sauli alisema hivi, nimewaogopa watu hawa. Sasa ukiwaogopa watu utapoteza vingi. Sauli alipoteza ufalme, akapoteza maisha yake, akaipoteza na familia yake. Kwa hiyo kanisa peke yake, watumishi wa Mungu watakaosimama katika kweli ya Kristo bila kuogopa na wakamtaja Yesu, wakakemea maovu, hulindwa na Mungu aliye hai. Haijalishi kwamba kuna tanuri la moto, haijalishi kwamba kuna tundu la simba. Kina Danieli walikubali kusema kweli, na wale vijana Shadrach, Meshach na Abednego walisema ukweli. Hata kama huyu Mungu hata tuokoa, hata tutetea, hatuko tayari kuabudu miungu migeni. Kanisa lisipokemea maovu, maovu yatageuzwa kuwa sehemu ya ibada. Maovu yakigeuzwa kuwa sehemu ya ibada, uwe na uhakika hautakuwa tena na nafasi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu wa mbinguni akubariki. Simama katika nafasi yako, sema kweli ya Yesu Kristo, ihubiri Injili. Uovu usiwe sehemu ya maisha yako, na Mungu akubariki. Amen.